Ni katika mafunzo ya awamu ya pili ya mradi wa mabadiliko ya tabia nchi, ambayo mafunzo hayo yameandaliwa na Baraza la Vijana Zanzibar, yaliwakusanya vijana kutoka sehemu mbalimbali, ikiwa lengo ni kupinga athari za mabadiliko ya hali ya tabia nchi pamoja na kutekeleza kwa vitendo dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuifanya Zanzibar kuwa ya kijani. Akifungua mkutano huo, karibu mtendaji wa Baraza la Vijana Zanzibar, ndugu Ali Haji Hassan, amewataka vijana hao waliopewa mafunzo waweze kwenda kuyatekeleza vizuri mafunzo yatakayopewa kwa lengo la kuweza kulisaidia taifa. Hayo ameeleza wakati wa mafunzo yaliyofanyika katika ukumbi wa skuli ya Tumekuja iliyokuwepo wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Kama tunavyofahamu, Baraza la Vijana linatekeleza mradi huu wa mabadiliko kwa tabia nchi kupitia program ya Youth Climate Action Fund, ambapo Baraza la Vijana lengo kubwa ni kuhakikisha inapanda mikoko kwa lengo la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu washiriki na ndugu waandishi wa habari, Baraza la Vijana kwa kushirikiana kwa pamoja tumewezesha kupanda mikoko 3,000. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati. Ili jambo lilivyokwenda mpaka sasa hivi tunapata taarifa kwamba mikoko imestawi, haikuwa jambo rahisi. Tumepambana. Tunamshukuru mzee wetu, mzee Kocha, alitupiga msasa vizuri, alituimarisha katika ustahimilivu, lakini alituongoza. Na si kutuongoza tu, tangu mwanzo mpaka leo. Mafunzo ya mwanzo alikuwepo na leo yupo. Hii inaonyesha ushirikiano mkubwa ambao tumeupata. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kikundi cha Tushikamane kwa Usafi. Mwenyekiti yupo hapa. Mwenyekiti, naomba usimame. Kwa kweli wenzetu na wao wametushika mkono na tumeshirikiana nao katika kuhakikisha hii mikoko inapandwa na inastawi. Kwa mimi nione kwa Baraza la Vijana linatekeleza kwa vitendo dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuhakikisha Zanzibar inakuwa ya kijani. Na katika kufikia lengo la Zanzibar kuwa ya kijani, moja katika mkakati huo, ukisoma ile nyaraka ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, inasema moja katika kufikia hiyo Zanzibar ya kijani ya kweli, lazima kuwe na mashirikiano ya wadau mbalimbali wa mazingira. Kwa ukiangalia mradi wetu umepata mashirikiano tangu mwanzo mpaka sasa hivi, na ndio maana unakuta imekuwa rahisi katika utekelezaji wake kwa sababu ya mashirikiano ya wadau mbalimbali. Kwa hiyo mimi naamini Baraza la Vijana lina dhamira ya dhati ya kufikia hilo lengo. Baada ya hayo, napenda nichukue nafasi hii kutamka rasmi kwamba mafunzo haya ya awamu ya pili ya mradi huu wa mabadiliko ya tabia nchi kupitia program ya Youth Climate Action Fund ya kuhifadhi na uendelezaji wa mikoko nimeyafungua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wakitoa shukrani zao, baadhi ya vijana waliohudhuria katika mafunzo hayo kama wanavyoeleza. Kwanza, shukrani zangu za dhati kwa katibu mtendaji. Katibu mtendaji, nakushukuru sana. Na tumeona uwezo wako. Vijana wanajituma kuhakikisha vijana hao waliokuwepo hapa, sisi tunakuwepo chini yako, kuweza kuhakikisha kulitangaza baraza, lakini vile vile kuhakikisha baraza letu linaendelea na zile shughuli zake za msingi kama yalivyokuwa malengo yetu. Kama tunavyofahamu malengo ya Baraza la Vijana, ndani ya malengo hayo tutasema machache tu. Katibu anapita mle kuhakikisha vijana tunaunganisha na fursa hizo za kiuchumi, lakini kuna lengo moja kubwa, uzalendo wa nchi yetu. Sawa, hii programu yetu hii ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi mpaka imeletwa hapa kwenye Baraza la Vijana na
kushirikishwa vijana. Manake programu hii tayari inaungana pamoja, inaungana moja kwa moja na malengo yetu ya baraza katika swala la uzalendo, kwa sababu mabadiliko ya tabia ya nchi, manake nchi kunatokea matatizo global climate change, tunasababisha matatizo chungu mzima. Miongoni mwa hao manake kuna viumbe hai kupotea. Sasa kitendo cha sisi kama baraza la vijana au kama vijana kwenda kuungana na mradi huu, manake inatusaidia sisi kuitunza nchi yetu, kutunza mazingira ya nchi yetu. Kwa hilo ni swala la uzalendo kwa vijana. Tunaomba tuwashukuru sana. Kwa mwisho naomba niwashukuru washiriki. Ilikuwa mna mambo mengi ya kufanya, mngeweza kufanya mambo mengi leo. Ili mna shughuli nyingi za kufanya, lakini mmeamua kuja hapa. Kwa tunawashukuru sana. Nimepata elimu ya mazingira na nimejifunza mengi. Nimejifunza kutunza mazingira kuna faida nyingi, faida mbalimbali ambazo zinapelekea viumbe hai kuweza kuishi vizuri, kwa sababu tukitunza mazingira vyanzo vya maji haviharibiki, pia tunaepusha kupotea kwa viumbe hai. Lakini wapo mazingira tutayaharibu, basi itapelekea ukame, itapelekea viumbe hai kutoweka, na pia itapelekea kupata mafuriko katika miji yetu. Na washauri vijana wenzangu na jamii kwa ujumla tuyatunze mazingira, kwa sababu mazingira ndio kila kitu, na endapo tutayaharibu mazingira basi itatupelekea kuharibu kila kitu, kwa sababu tunaweza tukapata ukame, viumbe hai wanapotea na mengine mengi. Nimshukuru sana katibu mtendaji wa Baraza la Vijana Taifa, ndugu Ali Haji, kuweza kutuletea wataalamu sisi kama vijana wa Baraza la Vijana, ambao wataalamu hao ni wakufunzi, kuweza kutupatia elimu juu ya swala zima ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kama vijana wakufunzi tumewafahamu na tumewaelewa na tumeyachukua, tumefaidika kwa mambo mbalimbali. Kutoka sasa tukiondoka tu hapa, tutakuwa mabalozi wazuri kwenye jamii zetu, kuweza kuwapa elimu juu ya kile ambacho tumejifunza. Hivyo kwa vijana wenzangu na washauri sana, elimu ya mabadiliko ya tabia ya nchi tuishike barabara na vyema, kwa sababu inapotokezea mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwa sisi wenyewe kwamba tunainyong'onyesha, inakuwa ni athari katika jamii zetu, ama athari katika nchi yetu, ama athari katika taifa letu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.